Mheshimiwa Mwenyekiti, kipekee nimpongeze sana rais wangu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, kwa kazi nzuri anazozifanya katika kipindi chake cha miaka minne. Mama amefanya mambo mengi makubwa na mazuri. Katika mkoa wetu wa Rukwa tulikuwa tuna changamoto sana ya hospitali za wilaya, lakini mama katika kipindi chake ameweza kutupatia na kutupatia fedha za kujenga hospitali za wilaya zote 4. Tumepata hospitali. Juzi kati hapa tumezindua hospitali ya Isiofu iliyogharimiwa takribani bilioni 4 na milioni 500. Sasa hivi imeanza kutumika. Amefanya kazi kubwa. Sumbawanga DC hospitali pia imefunguliwa. Tulipokea fedha takribani bilioni 4 na milioni 500 kwa ajili ya hospitali ya wilaya. Tumejengea hospitali wilaya zote. Hongera sana mama, umeupiga mwingi. Lakini haitoshi Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Rais ametujengea vituo vya afya vizuri. Kipo kituo cha mfano Sumbawanga mjini. Kile kituo Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi akina mama zamani tulikuwa tuna hofu, ukiwa mjamzito ukiambiwa unafanyiwa operation unajihesabia aidha mawili, ni kufa au kupona. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa hivi vituo vya afya vote, hasa kituo kile, ukienda mjamzito akina mama sisi tunaomba ufanyie operation badala ya kusukuma na kuchanika misamba. Sasa hivi hakuna tena kuchanika. Tunaomba madaktari wako vizuri. Ukifanyia operation siku ya kwanza, ya pili, ya tatu umeshaamka. Kwa hiyo mama ametuletea huduma nzuri sana katika vituo vyetu vya afya. Lakini pia huduma zimejitosheleza katika jengo kwenye vituo vya afya, katika majengo ya mama na mtoto yamejitosheleza kabisa. Ukijifungua mtoto njiti, mtoto anawekwa vizuri, anakuwa bila wasiwasi. Hongera sana rais wetu mpendwa, kazi nzuri sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, niingie sasa kwenye hoja zangu za msingi. Naanza na hospitali ya kituo cha afya cha Kirando. Mheshimiwa Mwenyekiti, kituo kile ni kikubwa sana, kinahudumia vijiji vingi sana. Vijiji na kata zaidi ya 8. Kinahudumia kata ya Korongwe, kata ya Kipili, kata ya Kitete, kata ya Mkinga, kata ya Ninde na kata ya Kirando. Vijiji vingi sana inahudumia ile hospitali, kituo cha afya. Tulikuwa tunaomba kipandishwe hadhi kiwe hata hospitali ya wilaya. Lakini kituo kile hakina mochwale. Mochwale pa kulaza miili panakuwa ni shida. Tunaomba kituo kile kijengewe jengo la mochwale. Mheshimiwa Mwenyekiti, niongelee swala la barabara. Kwanza kabisa nipongeze mkurugenzi wa TARURA, wanafanya kazi nzuri, lakini nilikuwa naomba kwenye TARURA bajeti iongezeke. Sisi tuna barabara nyingi ambazo zinahitaji huduma. Kuna barabara inayotoka Mtowisa kupitia Ng'ongo kuingia Kristo Mfalme. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara ile ni muhimu sana. Tulikuwa tunaomba TARURA waongezewe pesa kusudi na ile barabara iweze kutengenezwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, niongelee swala la maboma. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaomba pia bajeti ya elimu iongezewe kwa sababu tuna maboma mengi ambayo bado hayajakamilika. Kwenye wilaya ya Sumbawanga DC kuna maboma mengi sana Mheshimiwa Mwenyekiti ambayo hayajaisha. Nikianza maboma ya zahanati, tuna boma pale Kifinga, tuna boma pale Msia, Tululu, Kilando, Legeza, Ilemba, Kapewa, Mtetezi na Skaungu. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaomba basi bajeti ya safari hii haya maboma yaweze kupatiwa fedha na hatimaye yakaisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, niongelee hoja nyingine ya kina mama. Kwanza kabisa tunamshukuru rais kwa kutupatia ile 10% ambayo ni ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Kwa kweli tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Kwa kweli ile huduma ni nzuri sana. Kina mama wanapata mikopo
na hiyo huduma inaendelea vizuri. Lakini kuna jukwaa la wanawake, Mheshimiwa Mwenyekiti. Jukwaa hili lilianzisha kwa ajili ya jukwaa hili, Mheshimiwa Waziri, naomba unisikilize. Jukwaa hili lilianzishwa kwa ajili ya uwezeshaji kiuchumi wa kina mama. Lakini jukwaa hili naona kama limetelekezwa. Wakina mama, viongozi wa majukwaa haya ya kina mama, ya uwezeshaji kina mama wanapata tabu sana kwa sababu hawana fungu, hawana bajeti, kwa hiyo inakuwa ni tabu tupu. Nilikuwa naomba jukwaa la wanawake la uwezeshaji kiuchumi lipatiwe fungu na bajeti yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, niongelee na swala lingine la mikopo ambayo ilikuwa inaitwa Imbeju. Imbeju, wanawake waliitikia mwitikio mkubwa sana kupata mikopo inayoitwa Imbeju. Wakachangishwa fedha, wakaambiwa wafungue akaunti na wakasema waiandae muhtasari, lakini matokeo yake kina mama walifungua akaunti na wametoa pesa zao, wamepoteza muda, lakini hamna kinachoendelea kwenye swala zima la mikopo ya Imbeju. Tunaomba na yenyewe muifanyie kazi kina mama hawa waweze kupata mikopo hiyo, na kama haipo basi waambiwe kwamba mikopo ya Imbeju haipo. Mheshimiwa Mwenyekiti, niongelee pia swala la watumishi. Mama amejenga vituo vya afya, amejenga mashule, lakini tunaomba mkoa wa Rukwa tuna upungufu wa watumishi 75%. Tunaomba sasa mtuongezee watumishi, na watumishi hao wajengewe nyumba, kwa sababu watumishi wengi wakiletwa katika mikoa yetu ya pembezoni na wakipelekwa vijijini wanahama tena kurudi mjini, kwa sababu kule kunakuwa na changamoto pengine za nyumba za watumishi. Kwa hiyo tunaomba mwajengee watumishi nyumba ili waweze kutulia kule, na endapo mnapokuwa mnaajiri mwe mnawapa mikataba kwamba hakuna kuhama ndani ya miaka 5 uhami, mpaka hapo tutakapomaliza miaka 5 ndio tutakufikiria jinsi ya kuhama. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana, naunga mkono hoja. Asante. Asante sana Mheshimiwa Bupe.